Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuchangia wizara hii. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri na serikali kwa ujumla kwa bajeti hii iliyosheheni weledi na kuonyesha kuwajali wananchi na hasa wananchi wa hali ya chini. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe serikali katika bajeti hii iangalie jinsi ya kupata fedha mahali shilingi 50 au 40 ili kumtua mwanamke ndoo kichwani na hasa mwanamke wa kijijini. Kule kwetu mkoani Mara inafikia hatua wanawake wa kijijini inapofika jioni wanakosa hata hamu ya kuwapa mapenzi waume zao. Kwa hiyo niombe sana serikali ijitahidi kwa hili na iliangalie sana swala la maji, na ikiwezekana hii pesa ya makanikia basi itakapokuja swala la kwanza liwe ni maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikumbushie swala la ahadi ya Mheshimiwa Rais Magufuli lile la milioni 50 kwa wajasiriamali. Kwa kweli wananchi wetu wanaiulizia sana hiyo pesa, na naamini Mheshimiwa Magufuli hadi sasa kafikisha asilimia kama 98 hivi ya utekelezaji wake. Imebakia asilimia 2 ambayo ni hiyo milioni 50. Mheshimiwa Magufuli tunaiomba ili kusudi hawa ndugu zetu walale kabisa vitandani wajue hawana chao. Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee zaidi naiomba serikali yangu, serikali sikivu ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kushughulikia hili swala la kilimo, basi benki ya kilimo ipewe pesa na serikali ili wapeleke mitaji vijijini. Wananchi wangu wa mkoa wa mara kwa mara wanalalamika vyakula ni kutokana na hali halisi ya uchumi, lakini pia ni kutokana na hali halisi ya kwamba wanakuwa hawana mtaji na hawana vifaa. Kwa mfano, wanatakiwa wakopeshwe na benki ya kilimo ili wafanye kilimo cha irrigation. Kinaweza kusababisha kupunguza shida na matatizo kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilimsikia kakaangu Heche akiongea kuhusu swala la kuwaandamanisha wananchi kule mgodini. Ni kweli hakuna asiyejua kwamba wananchi wa Tarime kule mgodini wameumia, wamepata makovu, lakini ili swala serikali imeshaishughulikia kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia Mheshimiwa Heche anapaswa kujua yale malipo au zile fidia za wale wananchi. Mheshimiwa Rais, muda si mrefu sana wananchi wote watalipwa, na Mheshimiwa Magufuli hakubali wananchi wa hali ya chini wanyanyasike. Bahati mbaya labda hana ripoti hiyo, na mimi nitakapoenda kule kuwakabidhi wale wananchi malipo yao nitamuita mheshimiwa, kwa sababu jimbo lake sasa hivi amemwachia Mheshimiwa DC wa Tarime ndio mwenye jimbo, anaitwa Mheshimiwa Ruhoga. Ikiwezekana Mheshimiwa Rais muangalie sana huyu, umpe hata ukuu wa mkoa, maana kwa kweli ana kazi kubwa sana ya kufanya kule ubunge badala ya UDC. Lakini pia kipekee nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Magufuli kwa kazi nzuri anayoifanya. Anaombeza Mheshimiwa Rais kwamba sijui ananunua ndege. Mlitaka wanunulie magari Mavogu kusudi mwendee majimboni kwenu. Wananchi wa hali ya chini wanapanda hizo ndege na bei au gharama za ndege zimeshuka, na sisi wabunge tuna uwezo wa kwenda Dar es Salaam kufanya shughuli zetu na asubuhi tukarudi bungeni. Isitoshe hizo ndege nyinyi wenyewe mnazipanda, kila siku tunakutana ndani ya hizo ndege, kwa nini msiache kupanda? Kwa hiyo nimshukuru sana Mheshimiwa Rais, na kwa taarifa yenu kinakuja kitu kipya tena mwezi ujao.
Hiyo ni kuonyesha jinsi gani Mheshimiwa Rais anavyotekeleza utekelezaji wake au kutekeleza ilani aliyoiahidi. Lakini pia kuhusiana na masuala ya miundombinu haswa barabara. Hivi ni kweli kwamba hamuoni wakati tunawaona huwa mnaondoka hapa siku ya Jumamosi na Jumapili mnarudi hapa na Jumatatu mnakuwa bungeni tena kwa magari? Zamani mlikuwa mnaenda hivyo kukiwa kuna mabonde. Sisi kutoka hapa Dodoma mpaka Musoma kupitia Singida ilikuwa inatumika siku 3. Lakini leo unaondoka asubuhi, jioni unafika, na kesho yake unarudi unafika bungeni. Na kipindi hicho Mheshimiwa Magufuli alikuwa ni waziri wa barabara. Kwa hiyo mnapaswa kujua kwamba ametekeleza kwa kiasi gani au ametekeleza amefikia hatua gani. Hata wewe ukiamka nyumbani kwako sio kila kitu unachokitekeleza kwa siku moja. Mambo yanaenda taratibu. Asante Mheshimiwa. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote. Install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.